Kwa nyinyi mlio katika ndoa, mke na mwanaume. Kwa mara nyingi katika video zangu wanaongea ama huwa nazingatia sana mambo na ndoa. Katika ndoa ni kitu ambacho ama ndoa ni kitu ambacho hata Mwenyezi Mungu mwenyewe alisema kwamba ndoa ni kitu ya kuheshimika. Ndoa inakupa heshima fulani. Na katika ndoa na pia kuna sheria na pia na masharti ambazo hata Mungu mwenyewe ndiye aliziweka. Kwamba katika ndoa mwanaume ndio kichwa na mwanamke ndio mkia. Ama mwanaume ni kichwa, mwanamke ni shingo. Na hakuna siku shingo ita overtake kichwa. Ama hakuna siku kichwa kitarudi kuwa shingo. So kile ninachomaanisha ni kwamba wewe mwanaume ulio katika ndoa. Wewe mwanaume ulio katika ndoa. Jua kwamba Mwenyezi Mungu amekupa mamlaka na uwezo. Amekupa haswa mamlaka ndani ya hiyo ndoa. Don't feel intimidated in any way when you are in marriage. Because it is very clear. Even the Bible says, the man in the house is the head, and that woman in that house is the tail. Haswa hususan kile nachosisitiza amba maanisha ni kwamba iwapo wewe mwanaume una msimamo fulani katika hiyo ndoa, usiwahi legeza msimamo wako ama kujishusha radhi kwa vile labda mke wako anakasirika na ule msimamo ulionao. Kwa mfano labda kuna jambo fulani ambalo umelisisitiza liwe katika hiyo ndoa. Na mwanamke ana feel like unamuonea mpaka anakasirika. To an extent anafanya vitu ambavyo vinaashiria kwamba amekasirika ama ameudhika ama amesinywa. Wewe kama mwanamume katika hiyo nyumba, usiwe mtu ambao utalegeza msimamo na kushusha kusema ati wacha nilegeze msimamo ama wacha nijishushe ama wacha nigeuze maono ama nigeuze msimamo wangu kwa sababu labda mke wangu amekasirika. The moment you do that as a man, you have already given the devil a chance in that marriage. Even in the Bible, Shetani alimtumia mwanamke kumshawishi mwanaume. When God created Adam and Eve, first alimuumba Adamu. Akampa mamlaka yote katika shamba la Edeni. Ndio baadaye akarealize this man is very single, is so lonely. Wacha nimuumbie mwenzake ambao ni Eve, mke. Sasa katika hiyo harakati Shetani hakufurahia because wacha niwaambie kitu moja kama hamjui. Shetani huwa hapendi ama huwa hasikii vizuri akiona ndoa ambazo zimesimama na zimeimarika. Atatumia njia yote ile, mbinu yote ile kuisambaratisha ndoa. It is you or it's upon you as couples in that marriage to stand firm and safeguard that marriage. Kwa nini nasema hivi? Ninachokimaanisha ama ambacho ninachokisema kwamba ninamaanisha Shetani kwa mara nyingi humtumia mwanamke kuvuruga hiyo ndoa. Sasa wewe kama mwanamume unapolegeza msimamo wako kwa sababu labda unahisi kwamba mke wako amekasirika kwa ule msimamo ulionao, the moment you just slow down na usema wacha nigeuze nia yangu ama nigeuze msimamo wangu kwa sababu mke wangu amekasirika. The moment you do that, umejishusha radhi na Shetani umempa mpenyo. Wacha kama nikasirika akasirike. Akifeel kwamba huo msimamo uliofanya ama huo msimamo ulioamua haupendi ama hauhitaji, let her go out kama anahitaji kutoka. Wacha afanye kile ambacho anahisi kwamba anaweza kifanya. Lakini usiwahi shawishika kusema kwamba kwa ule msimamo nilionao kwa hii nyumba ama kwa hii boma kama mwanaume, mke wangu hajisikii comfortable with that stand or with that take ambao umeamua. So unaamua kulegeza msimamo wako ama kujishusha chini muwe katika level moja na mke wako. The moment you do that,
na kuambia ukweli, wewe ni mwanamume mwenzangu. Na mimi wanazingatia sana, napenda ndoa ambazo zimeimarika. Ndoa ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Usidanganywe na mtu kwamba ati ndoa si lazima. Mungu hakuwa kwamba hajielewi alipoumba mwanadamu, mke ama mwanamke na mwanaume. Aliwaumba watu of the opposite sex akikuwa na nia kwamba they will stay together and proclaim. Na akapeana masharti kabisa, mwanaume ndio kichwa cha familia. Sasa wewe kama mwanaume, take firm stance. Be somebody of your own principles. Kwa ule msimamo ulionao kama mwanaume kwa hiyo nyumba, never ever change your mind kwa sababu mke wako hapendi. Usiwahi jishusha radhi kwamba ati mwanamke hapendi. Ama usiwahi badilisha msimamo ya kuwa mke wangu hafurahi. Because when you do that, because shetani huvuruga ndoa kupitia mwanamke. Na narudia tena, shetani huvuruga ndoa za watu kupitia yani tu rahisi kupitia mwanamke. It is even in the Bible. Shetani alimtumia mwanamke, alimtumia Eve kumvuruga Adam. Na akaisambaratisha ndoa ikawa na laana kutoka Mwenyezi Mungu. So we mwanamume, be firm. Have a principles. Be a man enough in that house. Kuwa na msimamo. Kuwa na msimamo. Usiwahi badilisha msimamo wako kwa sababu mke wako hapendi. I tell you the truth.